Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ayatullah Al-Khamenei, kiongozi muadham wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu, hatoweza kusalimu amri kwa Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia, lakini pia na makombora ya masafa marefu ya taifa hilo, chanzo cha ulinzi nchini Iran kilisema. Mnamo Jumamosi, moja kati ya maafisa walionya kwamba mashambulizi yoyote ya Marekani au Israel dhidi ya Iran yatakabiliwa na jibu pana na lisilo na kikomo wala shaka, kutokana na namna ambavyo Ayatullah Al-Khamenei amejipanga na ameyapanga majeshi yake. Mpango uliopo wa Marekani ni kufanya shambulizi dogo ili kuishitua Iran ikubaliane na mpango wa nyuklia na matakwa ya Marekani. Lakini kwa namna ambavyo afisa huyo anasema, ni wazi kwamba Ayatullah Al-Khamenei hatakubaliana na mpango huo, na ameweka wazi kwamba shambulizi liwe dogo ama kubwa litajibiwa vibaya bila kikomo. Chanzo hicho kilisema Marekani inafahamu vyema uwezo na dhamira ya Iran katika kujibu, na kwamba Rais Donald Trump ananunua wakati wa kujaribu kuilazimisha Iran kukubali masharti yake kwa kuongeza shinikizo la kijeshi na kisiasa. Iran haitakwama katika mchakato wa mazungumzo marefu na usiokuwa na tija. Mazungumzo ambayo matarajio ya kuondoa vikwazo ni dhaifu, hayana thamani yoyote kwa Iran. Chanzo hicho kilisema pia, na kauli hii pia ilizungumzwa na rais wa Iran Masoud Pezeshkian. Mvutano kati ya Marekani na Iran uliendelea wiki hii, huku mazungumzo ya upatanishi ya Oman kati ya maafisa wa Iran na Marekani mjini Geneva kidaiwa kwamba hayakuleta mafanikio yoyote, huku rais wa Marekani Donald Trump akitoa siku 10 hadi 15 kwamba lazima jambo zito litaikumba Iran, huku kiongozi mkuu muadham wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatullah Al-Khamenei akionya Marekani wakati duru ya pili ya mazungumzo kuhusu nyuklia ikifanyika. Duru ya pili ya mazungumzo yasiyokuwa moja kwa moja kati ya Iran na Marekani ilifanyika Geneva chini ya usimamizi wa Oman, na kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema mazungumzo hayo yametoa fursa ya mataifa hayo mawili kukubaliana juu ya taratibu za mwongozo utakaofungua njia za kupatikana makubaliano. Ayatullah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambaye kwa muda mrefu amesema kwamba mpango wa nyuklia wa Iran hautoweza kuyumbishwa na kamwe hatapiga magoti kutokana na kile ambacho Marekani inakitaka, alisema kwamba alisema kwamba Donald Trump hatoweza kuiangusha Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Alisema, tunawasikia kila mara wakisema kwamba wao Marekani wamepeleka manuari ya kivita kuelekea Iran. Manuari ya kivita bila shaka ni silaha hatari, lakini kilichokuwa hatari zaidi ni ile silaha yenye uwezo wa kuizamisha mpaka chini ya bahari, hiyo manuari ya kivita, alinukuliwa Ayatullah Al-Khamenei akizungumza wiki hii. Kauli hii ya Khamenei ameitoa kwenye hotuba yake siku chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema mabadiliko ya kiutawala ni kitu muhimu kinachopaswa kufanyika Iran na Marekani wataendeleza mazungumzo, lakini Tehran ilianzisha luteka ya kijeshi ya pamoja katika mlango bahari wa Hormuz, ambayo ni njia muhimu ya safari za meli za mafuta. Kadhalika katika luteka hiyo ya pamoja, Iran imeyahusisha mataifa ya Urusi, na hata wakati huu inadaiwa kwamba na China nayo itashiriki katika mazungumzo hayo. Donald Trump, rais wa Marekani, ambaye alisambaratisha makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 yaliyoungwa mkono na Umoja wa Mataifa katika muhula wake wa kwanza madarakani, mara kwa mara ameitaka Iran ivunje kabisa mipango yake ya nyuklia ya makombora ya ballistic. Siku ya Alhamisi ya wiki hii aliipa Iran siku 10 hadi 15 ifikie kwenye makubaliano hayo. Marekani imetuma makundi mawili ya wabeba ndege na washambuliaji wa ziada katika Mashariki ya Kati. Vyombo vingi vya habari vimedai kuwa Trump anafikiria kufanya shambulizi dhidi ya Iran, lakini Iran imejibu ongezeko hilo la kijeshi kwa kufanya mazoezi ya kufyatua risasi moja kwa moja, wakati jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu likisema lingelenga kambi za Marekani katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Tehran inashikilia kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani kabisa na ni wa haki na uhuru. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema siku ya Ijumaa kwamba Iran itawasilisha rasimu ya pendekezo jipya hivi karibuni, na kuongeza kuwa ingawa nchi hiyo inapendelea njia ya diplomasia, bado imejiandaa kwa ajili ya vita dhidi ya Marekani. Hii ni baada ya Marekani kutaka
Iran iandae rasimu jinsi inavyotaka kumaliza mzozo wa nyuklia kati yake na Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.